Katika neema yako kuu tunapokea nguvu. Katika neema yako kuu tunapokea baraka. Mungu mwema, tuko hapa sasa tena, tujalie akili, ujuzi, ufahamu na uelewa wetu wa sawa. Tuko hapa Bwana, uturekebishe fahamu zetu na akili hizi zipate kuelekea kwako, katika jina la Yesu. Tuokoe na kila aina ya maharibiko na kila aina ya uovu, katika jina jema la Yesu Kristo Bwana. Asante kwa maarifa ya siku ya leo. Baraka kila mmoja anayefuatilia mafundisho haya kutoka popote na ufuatilia siku ya leo. Mkono wako wenye nguvu nyingi ukatufanyie neema iliyo kuu, tutenge na kila aina ya ubaya. Tumekukimbilia wewe. Wokovu wako mkuu utuokoe hakika kutoka kila aina ya maangamizi, kwa utukufu wa jina lako Mungu Mwenyezi. Tujalie kuyaona makusudi yako siku leo. Tujalie kuona ya ile neema kuu, mwangaza katika akili zetu, ukatuangazie Bwana, tukapate maangazio na nuru kuu akilini, lile giza lisiwepo tena. Mungu mwema, tukaone kwa upya, tukatambue kwa upya. Macho ya mioyo yetu sasa yakatiwe nuru, hakika nuru kuu, nuru kuu. Tusijikwae wala kupotea katika giza. Tupe kufahamu katika mwangaza mkuu wa nuru ya neno lako. Asante kwa kuwa Bwana kwenda kutuangazia kupitia maneno yako matakatifu katika zama za utume wetu. Amen. Amen. Bwana akubariki. Chukua nafasi yako iliyo sawa, na ninaukaribisha mtu wa Mungu popote ulipo duniani nayefuatilia mafundisho haya. Bwana Mungu akubariki sana. Ni furaha yangu kuona kwamba leo tena Mungu anafanya jambo katika maisha yako. Sote kwa pamoja kutoka nyumbani mwa Mungu mahali hapa tumepewa neema na kibali cha kimungu hata kuweza kukaribishwa katika makao yake matakatifu siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Mshangilie Bwana tena kama unaelewa vizuri. Mshangilie Bwana tena kama unaelewa vizuri. Mshangilie Bwana tena kama unaelewa vizuri. Kabla hatujaenda mahali fulani, ningetaka kwanza utambue jambo hili ya kwamba Mungu katika kuandaa wokovu wake kwetu na ili tuweze kutambua vizuri na kufahamu kazi ya wokovu kwenye maisha yako. Na tunaposikia maneno ya Mungu anasema tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ni vizuri kutambua ukuu wa wokovu. Usipotambua ukuu wa wokovu, unaweza usijali.
Nataka utambue kitu muhimu sana katika maisha ya kwako siku leo. Mungu anaziponya akili zetu, anafungua na kuzikomboa akili zetu. Akili zetu zinatengwa na uovu. Anguko la mwanadamu ni anguko la kiakili pia, la kimawazo, la kifikra, hasa tukizingatia mchakato mzima wa anguko ulikuwa unahusisha na akili ya mwanadamu. Ile conversation kati ya shetani pale kwa bustani na mwanadamu ililenga akili zaidi, ililenga akili zaidi. Kwa hiyo akili zetu zinakombolewa, zinatolewa katika anguko ya Hebu kitabu cha Mwanzo kwanza, Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza. Genesis chapter number 6 and verse 1. Nataka kuna kitu pale tuweze kuona kwa pamoja kwa haraka sana kabla tujaenda mbali. Mstari wa kwanza, verse 1. Tunasoma kama ifuatavyo: ikawa wanadamu walipoanza kufanya nini? Kuzidi wapi? Usoni pa nchi. Na wana wa kike waliozaliwa kwao, pakawa na maharibiko makubwa na mapituko ya ajabu sana. Ukisoma vizuri mstari wa pili, twende tu ili upate kuona kitu fulani ambacho mambo yalikuwa. Namba 2, nao ikawa wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Hii inahitaji muda fulani wa kutafiti na kuchambua kwa msala, lakini kuna mambo yaliyokuwa yanatokea pale, so inahitaji good understanding. Hii ni kwa wakati mwingine, sitakwenda sasa hivi, lakini nataka upate kitu fulani nini kilichotokea. Number 3, verse number 3 na angalia akili ya mwanadamu. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama tu, yani ni mtu. Kwa hiyo yeye ni mtu tu. Kwa hiyo mimi mwili wake, yani ili nimkomeshe, sina nyofua tu roho, alafu mwili wako bakie hivyo. Maana nikimwacha na mwili anaswaga. Mbona kama mpo hapa, lakini tukimwacha na mwili msumbufu. Kwa hiyo ili kukomesha kitu chake na nyofua roho, nione nikimvika mwili kituko no. Kwa hiyo basi siku zake zitakuwa miaka ngapi? 120 wakati huu. Kwa hiyo inapungua tu, sasa ili asiishi sana. Kwa hiyo kwa sababu ya matatizo alionayo na reduce years, lakini shida iko pale. Tuendelee mstari wa 4. Nao wanafili walikuwako duniani siku hizo. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu. Binti za wanadamu ni nani hapa? Wana wa Mungu ni nani hapa? Next time nataka tujue kuna vitu vigumu ambavyo we are supposed to know spiritually. Hatuishi tu. Haya, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa.
ukifuatilia mule utakuta kuna kizazi ambacho kinatembea ambacho kilikwenda baadaye katokea kama kina Magoliati kule, kizazi fulani. Na kwa wakati mwingine nimesema hii, nataka tu ujue mlolongo wa mambo ulivyokwenda. Now, mstari unaofuata, Bwana akaona ya kuwa maovu ya Adamu ni namna gani? Sasa maovu ni makubwa, kwa hiyo uovu unaendelea sasa, na ya kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni nini? Akili. Mawazo si nini? Ni akili. Akili zimeanguka, ni anguko la kiakili. Watu wanawaza, akili zimeshambuliwa. Unajua mpaka unaweza kutoka kama watu hawaelewi Mungu, hawamjui Mungu, akili zao zimepigwa upofu. Maandiko yanasema mahali fulani, Mungu wa dunia hii amefanya nini? Amepofusha nini? Fikra, meaning akili, ili ile nuru ya uzima wao, nuru ya wokovu isiwajile, isiwazuie, wasione. Kwa hiyo akili zimepigwa upofu, akili zimeshambuliwa. Kwa hiyo mawazo unayoyawaza, fikra unazozifikiri siku zote ni mbaya tu. Hii ni shambulio la kiakili, ni anguko la akili. Kwa akili ya mwanadamu, akili ya mtu, akili yako, sifikiri shetani anaiacha tu, anaiangalia tu. No, anaiandama akili yako kweli kweli. Na kama hatutaruhusu akili zetu, hatutazifungulia neno la Mungu, hatutazifungulia nuru, hatutazifungulia mwangaza zikaelewa. Maandiko yanasema macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru, meaning ule upofu, ile kule kupofushwa kuondoke, yatiwe nuru. Kiingereza kinasema your understanding. Hii ndio mioyo yenu, macho yenu, your understanding, your eyes of your understanding, macho ya mioyo yenu, the eyes of your understanding yatiwe nuru. Manake akili imepigwa upofu, so haiwezi kujua, haiwezi kuona, haiwezi kutambua mambo ya Mungu. Yanakuwa ni upuzi kabisa, akili haipokei kabisa kabisa. Kwa nini? Imezuiliwa. Kwa hiyo kuna anguko la akili. Wokovu unapokuja kwetu unatutoa kwenye anguko hilo. Akili zetu zinakubali mambo ya Mungu? Ni kwa asilimia ngapi akili yako mambo ya Mungu? Sema anajua mambo ya Mungu, yaani kama vitu ambavyo havina mantiki sana kwenye akili ya mtu, kwenye maisha ya mtu. Unaweza kuona kwa kama ni kawaida, mtu afuatilii, hafanyi vizuri, hana bidii, akili yake lakini inawaza, lakini akili yake ndio inamtuma hivyo, inamtuma kugoma. Unaoyawaza ni akili. Mtu hatembei bila mawazo, mtu hafanyi chochote bila mawazo. Mawazo ya mtu ni kiongozi cha mtu huyo katika utendaji wake wa maisha yake ya kila siku. Mawazo ndio maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Tuko pamoja? Lakini kile unafanya ndivyo ulivyo. Kutoka wapi? Nafsini mwako. Mawazo yako ni kiongozi ya chochote unatenda, chochote unafanya. Hakifanyiki tu, bali kinatokana na mawazo. Unawaza nini? Plan ziko kwenye akili yako. Leo niende ibadani, yes, nafanya maamuzi, naenda. Mawazo yako
yanakuongoza. Leo siendi, simesema siendi nani? Hautaenda kwa sababu akili yako imesema siendi. Kwa hiyo mawazo yako ni kiongozi. Huwezi kwenda hayo mawazo, hizo akili, nani anaziongoza sasa? Nani ni mkuu? Umemkabidhi nani? That's why mawazo ni mabaya kila siku. Mawazo yao ni maovu tu. Kwa hiyo wanaoyafanya ni mabaya kwa sababu mawazo yao. Kwa hiyo nini cha kufanya hapa? Nitablock, nitawaangamiza. Ni makubwa maovu yao. Maovu yao kwa sababu gani? Kila analowaza, ya kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni nini? Ni baya. Kwa nini? Anguko la akili. Tukote akili yako unaweka wapi? Akili yako unamkabidhi nani? Tunapokuja nyumbani mwa Mungu namna hii, tunaleta akili zetu zipate kusikizishwa, kupokea. Tunazoweza akili zetu kwa Mungu Mwenyezi. Tukiziachia tu zashambuliwa. Tunapopenda mafundisho namna ile, neno la Mungu ni nuru. Linapoingia kwenye akili zetu linashughulikia upofu wa kila aina. Ndio maana mtaifahamu kweli, your mind. Kaeni kwa neno langu na kuwa wanafunzi kweli kweli, mtaifahamu kweli, good, your mind. Na hiyo kweli itaweka huru kutoka kwenye mind. Vifungo vitaachia akili zetu. Akili zitakombolewa. Ni uhuru kwanza kwenye akili. Sababu hii kweli inapokuwa understandable, inapoeleweka kwenye akili zetu, upofu fulani na giza, vifungo vya giza kwenye akili vinaondoka. Na tukipona kichwani, manake tunapona kwa kila mambo yetu tunayofanya. Sasa akili yako imepona, utawaza vizuri. Waza vizuri, utafanya vizuri, kwa sababu akili yako sasa inakuongoza vizuri. Si kiongozi sasa, inakuongoza nini ufanye, kila kitu inakuongoza vizuri. Umeeleka vizuri? Yesu akasema nini? Si kimwingiacho mtu ndio kinamtia mtu nini? Unajisi, bali kimtokacho mtu ndicho kimtiacho mtu nini? Kwa sababu gani? Ndani ya mioyo ya watu kunatoka zinaa, ulevi, uuaji, everything. Zinaa na uuaji sasa inakuja physicality, kwamba mtu anaua, imetoka ndani. Mtu anazini, imetoka wapi? Tumekaa kimya. Ndani ya mioyo kumeanguka, ndiko kunatoka kila aina ya ubaya. Ndani ya mioyo ya watu. Unachowaza then kina access kubwa ya kuja kwenye kutendwa. Ninakuambia leo siendi, okay, sitakwenda kwa sababu nimesema mawazo yangu na akili yangu inaniongoza kivitendo. Mbona hujaje? Nilishapanga. Kwa hiyo kile ambacho umekifanya kilishapangwa tayari kwenye akili zako. Kwa utendaji wowote wa nje unaruhusiwa kutoka wapi? Kwenye mawazo ndani. Sasa imagine adui ndio ana control akili hiyo, bado haijakombolewa, iko kwenye anguko. Nini utafanya? That's why tunakombolewa akili zetu. Tunakombolewa. Akili zilipata anguko kubwa. So usipojali wokovu mkuu namna hii, uponyaji haupo. Kwa kuwa akili zingekuwa bado chini ya uonevu. Sema katika jina la Yesu.
hili pia nimelielewa sasa. Sema tena katika jina la Yesu, hili nalo nalizingatia. Sema tena katika jina la Yesu, hili nalo nalizingatia. Unajua shetani afungiwe nje ya akili zako kabisa kabisa. Next verse, kuna wasabu wanasemaje? Sitashindana na huyu mwanadamu because the way alivyo. Bwana akagairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Kwa nini? Yote hii ni kwa sababu kila analowaza mwanadamu, meaning kumeharibika kabisa. Kama ni hivyo, moyo umekuwa attack, mawazo yake yamekuwa attacked. Huyo mtu si mtu tena. Afanywe nini hata kule kwenye moyo kufanywa mkarabati mkubwa, akili zake zikombolewe. So hii inahuzunisha kwa sababu ameshatekwa nafsi, mawazo yametekwa, mawazo yamepindishwa. Huyu mtu kama kila analowaza baya, kila analowaza baya, analowaza anazalisha mabaya tu, kutoka katika vina vya uzalishwaji wa mambo kutendeka. Kahuzunika moyo sana. Na kuwaje mtu huyu namna hii? Next verse. Punguza miaka hapa kwa sababu sikai. Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Because of what? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Kila analowaza, yani kule ndani kumeharibika. Please, linda sana moyo wako. Chemchemi ziko kule, kwa sababu kuna chemka vitu vya ajabu. What can we do? Hakuna hiyo. Mambo ya Mungu hayachipuki huko ndani. Kuna chipuka vitu tu hivi, kimekaa hivi na mawazo yako. Ndio anazidi kufanya hayo. Leo kakosea hapa, kakosea hapa, leo inaleta huzuni. Kwa Mungu akagairi kwa kweli. Akasema sasa nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Haribiko la akili ya mwanadamu linaleta maharibiko ya uumbaji wote. Dhamana kubwa kwa kuwa unayo. Sijui huku nani mnawazaga nini? I don't know, but natakiwa kuwa makini. Ikiwa umeokoka like this, mpenda Mungu kama hivi, umeamua kuside upande wa Mungu vizuri, kuna mambo tuyazingatie kwa umakini. Mungu anagairi, ila sababu kubwa, kila analowaza moyoni mwake, kila analo inapelekea unatenda. Mawazo yako yako wapi? Unawaza nini? Muhimu sana sababu mimi nipo tu. Usidharau mawazo. Lazima ujijue unawaza nini sasa. Vipi? Hapana, no. Kila unachowaza lazima ukitathmini vizuri. What am I considering? Tunaimba, tunanukuu, mawazo ya moyo wangu na nini na maneno. Tumepotea? Namna gani? Hatuelewi.
ongeeni vizuri kwa sababu hey, you people. Mawazo sema tena mawazo. Sema tena mawazo. Mawazo ya moyo wangu, si moyo, kila analowaza moyoni mwake. So mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa, kila unachowaza kinakuongoza kusema. Nakaambia hayo tuko, hebu wewe ulikuwa una mawazo juu ya jambo hili, na wewe ulikuwa na mawazo juu ya jambo hili, tulikuwa tunajadili hapa, na wewe mawazo yako juu ya jambo hili. Sasa yale uliyowaza, sasa mimi nilikuwa nawaza hivi, si ndio utasema? Yale ulikuwa unawaza ndio utakayosema. Mimi nafikiri nitafanya hivi, utafanya. Mimi nimewaza kufanya hivi. Kwa hiyo kutoka mawazo ni kiongozi. Kwa hiyo mawazo ya moyo wangu, yatapelekea kusema, yatapelekea kutenda. Kwa hiyo na maneno ya kinywa changu hiki hapa sasa yapate kibali. Nini? You people, nini? Mawazo. Maana wazo lolote ndani yako lisikuje tu leo nipata kibali. Unafikiri je, mtu huyu kwenye maisha yake sasa atakuwa mzembe tu? Wewe unasema tu vipi? Mawazo unaweza ndio yana kibali kwa Mungu? Listen. Kwa maana nyingine, wewe huruhusiwi tu kuwaza, bora unawaza, kwa kuwa una moyo wa kuwaza. Nimesemaje? So unawaza nini? Lazima huruhusiwi tu kujiwazia wazia. Hao nao yawaza mpaka yapate kibali. Yaani wazo wote lazima lipata kibali kwamba hili sasa liwaze. Okay, hapa nawaza. Hili nalo pia la kuwaza. Yaani limepata kibali ndipo liwazwe. Au mnafikiri je? Mmekaa kimya huko. Ngumu ama rahisi? Sasa dunia yote inaona tatizo, sababu ndio hivyo. Yaani mawazo yangu tu sawa, ya kwako ndio. Yamepata kibali. Yana kibali. Marufuku kuwaza chochote ambacho hakijapata kibali. Mawazo yako yapate kibali, yawe na ruksa, kwamba hili nalowaza limepata ruksa, kibali. Maana yake kama halina kibali ni marufuku. Haya, sasa turudi katika uhalisia. Umewaza nini leo? Tangu mwanzo wa mapambazuko ya kuamka kwako mpaka mida hii, wewe unayofuatilia nao mawazo. Niliwaza ABC, yalikuwa na kama yana kibali kwa Mungu, hayakufaa kuwazwa. Yana kibali kutoka wapi? Haibaki tu kuimba ama kunukuu ama kukariri. Lazima tufikiri, tuchambue vizuri mawazo, kwa sababu haya mawazo yangepelekea pengine kumhuzunisha Mungu sana. Kila analowaza huyo mtu ni ovu every day. Analowaza ni ovu every day, mabaya tu. Please, akili zetu zimetakaswa. Haleluya. Akili zetu zimekombolewa kutoka kwa anguko. Lile anguko ndio lingepeleka mawazo maovu yasiyo na kibali kwa Mungu.
yasiyokubalika, na kwa hayakubaliki ni maovu, angalia adhabu inakuja kwa hawa watu. Sometimes tunapata adhabu sisi wana wa Mungu kwa sababu tu mawazo yetu ni mabaya siku zote, kila kukicha mpaka mwisho mawazo yako mabaya. Pia mabaya yanatokea. Mabaya gani haya? Mungu jamani, maombi. Sometimes ni adhabu kwa sababu Mungu anakasirika na mawazo haya. Kweli si kweli? Mungu anahuzunika na hayo mawazo, anahuzunika. Kama unamhuzunisha na mawazo mabaya, je, naomba Mungu, naomba baraka, ningezipata baraka? Baraka ningezipata? Kama namhuzunisha, namuudhi, ananifurahia. Kuna kitu ananiandalia sambamba na mawazo yangu, na ni kibaya tunawapata kuona katika maandiko. Kwa sometimes tunapita kwenye hali fulani hivi, labda pengine I don't know, but because mawazo yetu yamesababisha kuna adhabu zinapita tu kama ziliweki hivi. Lakini kumbe ningetafakari vizuri njia za kuwaza kwangu, ningegundua mawazo haya ndio maana amepelekea hii tatizo. Kwa hiyo hii tatizo haliondoki hilo kwa kukemea au namna gani, ni mpaka kurekebike kwenye mawazo yangu, nitubu, niwaze tu yale ambayo yameruhusiwa. Nani anaelewa vizuri? Nani anaelewa vizuri? Tukija kwa Joshua chapter number 1 verse number 8, please come here now. Joshua now. Kuna vitu hapa. Joshua chapter number 1 verse number 8. Kuna mambo hapa. Joshua chapter number 1 verse number 8. Kuna mambo hapa, angalia pale. Kitabu hiki namna gani? Kishondoke wapi? Namna ya kurekebisha mawazo yetu sasa ili yakae kwenye line. Majibu yako pale. Na mengine mengi maandiko yako kutupa majibu. Pastor inakuwa ngumu. Inakuwaje? Kuna namna. Hata Zaburi sura ya kwanza verse number 1 tutaangalia baadaye kidogo, imezungumzia namna ya kunyosha hii kae sawa. Ili kuna adhabu mbaya. Anguko la akili ni sio kitu mchezo. Ingepelekea mauti. Mungu anagairi. Garika inakuja hapa kwa sababu watu wamefanya ni mawazo yao tu. Garika, futilia mbali wote. Angalia pale. Kisiondoke wapi? Bali fanya nini? Yatafakari maneno yake usiku na nini. Maana kutafakari? Waza. Si ndio? Napozungumzia mawazo maana yake ni akili yako inahusika. Tafakari, meditate. Kutafakari kunahusisha akili. Meaning neno la Mungu linatengeneza mawazo sasa. Neno la Mungu linazalisha mawazo unayotoka kuwaza according to. Sio tuko pamoja hapo, lakini I'm teaching by the way. So usiku na day and night. Hii ina maana gani? Mawazo I mean maisha yetu yote. Mbona sasa pastor nitakosa kuwaza habari ya maisha? Neno la Mungu tu usiku na mchana. Yes. Neno la Mungu lina maisha. Chakula unachokifikiri kinapatikana. Utapata njia sahihi za kupata chakula. Biashara na mambo mengine yote neno la Mungu linahusika, everything. Kwa habari ya maisha yako yote neno la Mungu linahusika. Amen. So sasa yani usiku na mchana ni waze tu neno la Mungu tu, neno la Mungu tu. Sangapi nitawaza watoto, sangapi nitawaza ndoa, sangapi nitawaza hiki na hiki. Masuala yote ya ndoa yako utayakuta kwenye neno la Mungu. We, changamka vizuri. Uishi vizuri na mke wako na mume wako na familia yote utakuta humo. So unapodili na neno la Mungu litakupata akili nzuri ya kuishi na mke wako na mume wako. I'm telling you, leo mmekuwa hamna mawazo ya Mungu, maana vichwa vinaharibika, cha mume kimeharibika, cha mke kimeharibika, vituko vimepasuka, vyote vibovu, havina neno la Mungu, zina vioja vya duniani.
Basi neno la Mungu libaki kila kitu. So meditate day and night, ndio maisha yako. Lisha akili zako neno la Mungu usiku na maisha yako utayapata kule. Familia yako utaipata kule. Mafanikio yako utayapata kule. Everything we need, utajiri utaupata kule. Biashara utaikuta huko. Baraka utazikuta huko. You people, mafanikio yako utayakuta kule. Kwa hiyo umejibiwa vizuri kwamba sasa niwaze tu neno la Mungu tu. Maana kuna vitu vingine vinawaza kifupi, haviendi mbali. So nimekusaidia kwenda mbali. Amen, amen, amen. Now, upate kuangalia kwa nini kutenda sawa sawa kutoka kwenye neno la Mungu. Utapewa mawazo, then itapelekea kutenda sawa sawa, hutakosea. Na maneno yote utatenda sawa sawa kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye kila kitu utatenda vizuri sawa sawa na neno la Bwana, na baraka zitakuja kwenye maisha yako. Amen, amen. Yaliyoandikwa humo. Maana ukifanya hivyo namna gani? Ndipo utakapoifanikisha njia yako. Ipi? The way of your life. Njia yako ipi? Ndipo utakapoifanikisha njia yako, meaning your life. Maisha yako duniani ni safari. Mnasema maisha ni safari, maisha ni mwendo, maisha sio mnasema gani, maisha sio ni speed. Okay, whatever speed you are now ya maisha yako, according to the word of God, ndipo utakapofanikisha maisha yako. Hallelujah. Ndoto zako. Kuna watu wana ndoto zao hapa. Ndoto zako, malengo yako, mipango yako, kila kitu, biashara zako, shughuli zako zitapata kufanikiwa in the word. Utawaza vizuri. Now, kisha ndipo utakapo stawi. Kustawi ni kinyume na kukonda na kuishaisha na kunyambulika amba au umestawi. Ambacho kimestawi kinaonyesha uhai wake uko stable na kinaendelea maisha marefu mbele. Kilicho kidhaifu kinaonyesha kwamba hii maisha yake hayako stable na hakina uhai wa kudumu zaidi. Kitakufa kesho, kishaanza kuonyesha njano, kishaanza kuonyesha hiki na kile, yani hakuna kustawi, kinaanza kupauka, hiki kifo kiko karibu. Kwa ndipo utakapostawi sana. Kustawi ni kufanikiwa, mteule. Bible English inasema kwamba ndipo utakapo prosper. Prosper. Prosperity. Mafanikio. Ndipo utakapofanikiwa. Ndipo utakapostawi. Prosperity. Wala vizuri. But Psalms chapter 1, Psalms, Zaburi 1:1. Go there. Tumalize hapo kipengele hicho kabla sijakwenda kule. Then tuje hapa tumalizie mambo fulani ya msingi by the way today, na baraka Bwana ikae na wewe. Angalia pale. Kitabu cha Now Psalms, Zaburi 1:1. Heri mtu yule namna gani? Unaandika tu chap ndio unanisikiliza by the way. Heri mtu yule asiye mashauri na usisha akili. Si ndio mashauri? Una mawazo gani? Vimekaekaje? Akili. Sasa mtu kwa mashauri ya sio haki. Mashauri yao, akili zao, mipango yao, mawazo yao ni maovu, hayo sio haki. Sasa heri wewe usiyekwenda huko kwenye mashauri yanayotokana na mawazo, kuanza kuchakata mambo kwenye akili yako kwa mashauri maovu. Haya mambo ni ya kwetu sisi, lazima tuwe makini kwenye maisha haya hapa duniani. Kuna mambo yanatuendea kombo kwenye maisha, not because of devils, no, because of
ourselves. Hatujui tuendeje. Na wala kusimama katika njia za wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mabarazani mwa mizaha, kejeli, nini. Tulijifunza masomo ya mizaha wakati uliopita, pia yako kwenye channel yetu kule. Kama vipi, kimbia huko, tafuta. So ujifunze vizuri, tushasoma mambo hayo. Lakini mstari wa pili unasema nini? Number 2 now, verse 2. Verse 2 please. Bali sheria ya Bwana ndiyo the way, na sheria yake huitafakari usiku na the same. Next verse now. Baada ya kutafakari usiku na mchana, hapo nini kinatokea? Huyu mtu naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya vijito vya maji. Naona kustawi kule pale, lakini ni unachakata, akili yako inachakata. Mawazo ni kiwanda cha uchakataji wa mambo. Ni nini kinachakatwa kwenye akili zako, kwenye mawazo yako? Nini kinapelekea utendaji? Then mawazo yanakuongoza kwa mambo fulani. Ni nini? Mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Yatapataje kibali? By the way, rudi kwenye neno la Mungu. Rudi kwenye neno la Mungu. Rudi kwenye neno la Mungu. Tutapona. Amen. Uzao matunda yake kwa majira yake kwanza, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo lipi sasa? Ndipo utakapofanikisha njia yako na kustawi sana. Kila atendalo lipi? Biashara, mashambani, kuku, ndoa, everything you do, mafanikio yanakuja. Umeshaona sasa? Sasa umeshaona? Ya pasta usiku gani? Usiku na mchana ndio neno la Mungu tu. Yes, unapotafakari neno la Mungu ndio unatafakari mafanikio yako. Ndio unapata akili namna ya kufanikiwa kwako. Ndio unapata akili namna ya kuendesha maisha yako na kupata fursa. Kwa tunapokuwa mbali na neno la Mungu, tumejitenga mbali na fursa, mbali na mafanikio kwenye maisha yetu. Sasa ninyi, dunia leo inawakimbiza mchaka sana, inawanyofoa kwa Mungu, Ndiyo, angalia hatari hiyo. Dunia inatupeleka mchaka kiasi kwamba tunakosa muda hata kusoma neno la Mungu, kutafakari, ibada, tunakosa kabisa. Halafu unasema nataka mafanikio. Yapi? Kwa njia ipi? Kwa mkondo upi? Wakati mkondo wa kufanikiwa huko hapa. Lakini dunia imekukimbiza hapo. Huna muda wa neno la Mungu tena. Neno la Mungu haitafakari usiku na mchana tena. Usiku kucha unatafakari ile miradi yako tu, mpaka usingizi upatikane. Najua. Uyafungie ngambia sasa, nyinyi sikileni, nyinyi msinichanganye. Hata ningewakesha na nyinyi hapa, hamtanipa majibu ya sawa. Come on, quiet. Ngoja nipate majibu ya sawa. Huko unaanza kutulia na neno la Mungu na kutafakari sasa. Hallelujah. Mambo haya yatataka ya kukimbiza haraka. Niwaze mimi chapu. Neno la Mungu unapoteza muda. Mimi kwanza kuna jambo sijakukamilisha hapa. Huko neno la Mungu baadaye. Unaibiwa. Sema katika jina la Yesu, sitatendwa kwa akili tena. Sitatendwa na adui kwa akili tena. Kwa hiyo miradi ingetuwazisha na tungechoka. Ukudi hapo umechoka. Umechakata, umefanya upembuzi. Simajua upembuzi, mnafanya upembuzi nini? Umechanganua mpaka usingizi unakupata hapo. Mchanganua hujakaa sawa. Wachanganua tena mpaka zimechoka. Wiki nzima unachanganua. Neno la Mungu alipo hapo. Ukirudi hapo akili zimechoka, ni kulala. Akili zimechoka, unachoshwa na mambo ambayo kiukweli kimsingi hayana nguvu ya Mungu katika kufanikiwa kwake. I'm telling you. Nguvu itatokea wapi? Nguvu zako ni Mungu Mwenyezi. Nguvu zako neno la Mungu. Lakini umezuiliwa huu mlango huku. Akili zako zimezuiliwa huku. Zimepewa majukumu kiasi kwamba majukumu yanakunyima. Lazima tuwe na akili, watoto wa Mungu. Na nisikia vizuri? Okay. Now, next verse. Angalia upande wa pili. Sivyo
wale wengine ambao hawako vile 1 na 2. Sawa? Wale ambao hawako 1 na 2 na 3, 1 na 2 ambao wangepelekea majibu kwa 3, sivyo? Kwa hiyo sema sivyo walivyo wasio haki, wao ni kama makapi. Sasa hawa ni ambao hawako mstari wa kwanza na wa pili ili kupelekea mstari wa 3. Mmeleka vizuri? Utafuatilia kule bwana. Kama hujaelewa vizuri hapa sasa utafuatilia kule utasikia kwa umakini, unasimamisha kidogo mpaka yaingie yote vizuri. Now utamaliza kusoma mwenyewe. Sawa? Matokeo yake. Wale ambao sasa neno la Mungu wao ni vile wako heka nyingi na hili na lile kama leo tulivyo. Sawa? Kama leo tulivyo na hivi mambo muda utoshi, yani Mungu mchungaji, mambo yani mambo ni mengi duniani mchungaji, yani saizi hata sasa itakavyokuwa yani sasa hapo ndio kisanga kiko kwa hao wanasinzia tu. Sema katika jina la Yesu. Strong statement. Strong statement. Sema kwa jina la Yesu now. Strong statement. Somo la kuandika strong statement. Chap chap sana, kauli yenye nguvu. Chap chap. Mathayo sura ya 28 mstari wa 16. Strong statement. Bwana kubariki sana kwa kuelewa sasa mambo hayo hapo. Now strong statement. Twende kwa haraka sana. Mstari wa 16 katika kitabu cha Mathayo sura 28. Angalia pale kwa tutakwenda kuona mambo kadhaa. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Next verse. Faster please. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona nini? Shaka. Hii tatizo. Sema kwa jina la Yesu. Shaka ondoka. Sema kwa jina la Yesu. Mashaka ondoka. Sema tena kwa jina la Yesu. Mashaka ondoka. Ngoja, mashaka ni tatizo lingine. Yaani Mungu ni huyu hapa, ni hivi. Tunataka tupate hoja au kauli yenye nguvu. Mungu wetu ni nguvu. Tumeona kwa habari ya nguvu, lakini kuna statement yenye nguvu tuipate hapa ili kudadavua mambo kadha wa kadha siku ya leo kwa namna nyingine tena. So hapa wakaona mashaka. Wengine waliona mashaka kwamba ndiye aliyefuka kweli au namna gani. Maana anambia nitaona. Wakaenda katika mlima aliyokuwa Yesu amewaagiza kwamba tutakutana huko. Lakini wako na mashaka kwamba hivi Yesu ni kweli, huyu ndiye mwenyewe au tu, yani wakaona mashaka. Sasa angalia vizuri mstari unaofuata. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia nimepewa nini? Mbinguni na wapi? Sema mamlaka yote. Alikwambia mamlaka meaning power, authority, amri. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Unapokuwa umemwamini Yesu, please usione shaka yoyote juu yake. Kuna watu bado wana mashaka juu ya Yesu, juu ya wokovu, juu ya imani. Ndio maana unajua mtu mwenye mashaka anakuaje? Kama mguu ndani wamekaa kimya watu, kama mguu nje tena kimya umekaa. Mwenye mashaka kama anakuja kama haji, yani bado haja, yani unajua hata kama kuna mazingira, kuna hali ya mtu akiwa nayo inaonyesha huyu ana mashaka. Hata kwenye wokovu, kama ameokoka, kama hajaokoka, huyu mtu ana mashaka. Haiko hivyo kama. Ndio maana Yesu anachukiambia huyu ni kama mtu aliyevuguvugu, sio? Yaani huyu vuguvugu kwa jinsi hiyo namchukia na nitamtapika. Hafai kabisa. Ana shaka. Kuna dalili fulani za maisha ya watu zinaonyesha hali fulani ya mashaka. Maamuzi yao bado, yani wanaomba kama waombi, wanaamini kama hawaamini, wana mashaka. Au mwingine yuko mimi niko neutral tu, yani mimi
Unajua ni lazima kuweko na nite lugha gani hapa? Nite kama ukereketo fulani eti. Yaani lazima kunakuwa na ukereketo fulani ndani yako, mtu ambaye uko typically umeingia, lazima kutakuwa na aina fulani ya moto unaowaka ndani yako. Hautakufanya uwe kimya, lakini mimi ngoja naangalia kwanza na ninaangalia upepo kwanza. Nimeokoka lakini naangalia upepo. Ninaamini lakini naangalia upepo kwanza. Huyu ni mtu dalili zake zinaonyesha kwamba ana mashaka. Si mtu aliyeingia ndani. Aliyeingia ndani haoni shaka. Yeye yuko tayari kwa namna yoyote. Haleluya, haleluya. Yaani haelewi utamwambia nini, anambia mimi nimemalizika humo. Hana mashaka, ameingia moja kwa moja ndani yake. Mnanisikia vizuri? Ni mkereketwa, maana yake moto wa Mungu unawaka ndani yake. Amen. Shaka isiwepo kwetu katika jina la Yesu. Akisema nimepewa mamlaka, meaning anayo mamlaka. Shaka ya nini kwenye akili zako? Na shaka yote ni kwenye akili. Kule kwenye mawazo, anambia mawazo yangu kidogo haja. Unawaza kwanza tena, anambia bado mashambulio ya kuamini hayako sawa. Lakini nimepewa mamlaka yote mbinguni, wapi? Na duniani. Hii ni nguvu. Kwa hiyo kwa nguvu hii, mstari wa 19, mamlaka ipo hapa. Nguvu hii basi enendeni mkawafanya namna gani? Kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu nimepewa mamlaka yote mbinguni na. Hii ni nguvu. Hakuna mwenye nguvu zaidi ya tuliyemwamini. Anapokutuma mwenye nguvu, halo, una mashaka gani tena? Hata mbingu zinakujua. Malaika wanaitika kwamba yani kila kiumbe niliyemfuata ni mwenye mamlaka yote. Nimetii mamlaka yake, niko ndani ya mamlaka yake. Nimetii agizo la mwenye mamlaka. Unajua hata malaika wanakupisha hivi. Ana ni mwenye mamlaka, huyu ana mamlaka juu ya malaika. Ana mamlaka juu ya viumbe wote wa mbinguni, maana yake sio? Si ndivyo? Maana yake mbinguni imepewa maana yake na mamlaka juu ya kwa hiyo mimi nikiwa nimetumwa na duniani, nimetii agizo la mwenye mamlaka juu ya malaika. Malaika wananipisha hivi. Hawezi kunizuia kwa sababu nimebeba agizo lenye mamlaka kutoka kwa mwenye mamlaka juu ya hao malaika na viumbe wengine. Hata shetani awe kwenye mapango yake ya anga, ya nchi kavu, ya baharini, kokote kule, mimi ni sababu Yesu ana mamlaka yote mbinguni. Kama yupo shetani amejificha huko, manake ana mamlaka Yesu. Duniani kokote kujificha kwenye pango, Yesu ana. Kwa hiyo Ibilisi angeenda juu, angeenda chini, yani shetani angeenda juu, angeenda chini, bado Yesu ana mamlaka kote. Juu ya shetani pia ana mamlaka. Kwa mimi nilikuwa nimetumwa, nimebeba neno la mwenye mamlaka. Shetani anapisha namna hii kwa kuwa hawezi kuzuia, hiyo imetoka kwa mwenye mamlaka. Haleluya. Na mimi nimepewa nini? Ndio akasema, akawaita akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na magonjwa yote. Chochote kinachoonekana duniani kinakupisha kwa sababu una mamlaka na umebeba agizo la mwenye mamlaka. Hakuna chochote kitakacho wazuia. Mashaka ya nini? Kanisa, kwa nini mpaka unafikia viwango unalala? Kuna moto ndani yako kweli? Kwako kuna baridi, kwako kuna kupoa. That's why unalala. That's why unasinzia ovyo tu, kwa sababu hakuna moto. Palipo na moto watu hawalali. Panapounguza usingizi unakuja vipi? Spiritually watu wanalala usingizi. How can we sleep ikiwa tumebeba moto ndani yetu? Sema kwa jina la Yesu. Kanisa,
Sema tunakuwa chini ya Yesu kanisa. Tunaye mwenye mamlaka, tunaye mwenye nguvu, tunaye mwenye amri. Yeye ana nguvu. Jamani, kanisa hili la Mungu hivi. Yes, matokeo haya yanayotokea leo yana sababu. Watu wasisingizie nchi, wasisingizie siasa, wasisingizie chochote, wasisingizie tabia ya nchi na hali ya hewa. No, hakuna kitakachomzuia mtoto wa Mungu, iwe hali ya hewa, iwe nchi. Hakuna kitakachomuondolea moto wake ndani yake, iwe ni mateso, iwe ni hali ngumu ya namna gani, ni mateso ya kanisa. Never. Nini kitanitenga na upendo wa Mungu hata nikalala usingizi na mlele pale? Hamna. Iwe ni upanga, iwe ni njaa, hali zote ziko pale. Sawa? Iwe ni labda hali ya kisiasa, yote vile, yani kila kitu kiko pale. Kwambia hakuna iwe kukosa mavazi, kukosa chakula, iwe ni hatari, iwe ni hiki ama kile, ambia hakuna kitakachonitenga na upendo wa Mungu. Hakipo. Wewe umekitoa wapi sasa? Ni hali ya kupoa kwa mtu mwenyewe. Usisingizie chochote. Ni familia. Yesu ni hali ya mahusiano. Ujinga. Hakuna. Sema hakuna kwa jina la Yesu. Tunaye mwenye mamlaka hapa. Lakini kwa haraka sana tuangalie kipengele kile cha Yohana sura 17:1. Mungu anakutaka tuende ulimwenguni mote, lakini mpaka 20 pale katika kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 16 na utakwenda mpaka 20. Mpaka 20 pale. Nendeni ulimwenguni mote, tuna kazi ya kwenda ulimwenguni. Tumeshaagizwa na moto mkuu unaambatana na sisi. Agizo hili ni agizo kuu. Is a strong statement. Strong statement of our Lord to us. When the Great Commission ni agizo kuu is okay. Very, very strong statement. Ni kauli yenye nguvu. Nimepewa mamlaka kote mbinguni na duniani. Sio kauli ndogo. Meaning God. Now, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea wapi? Mmekaa kimya. Wapi? Akasema, Baba, sasa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Number 2. Na angalia hapo. Kama vile ulivyompa nini? Rudi hapo tena. Kama vile ulivyompa nini? Kama ulivyompa nini? Ulivyompa nini? Juu ya nini? Juu ya wote wenye, manake duniani wote wenye mwili, watu. Huyu mwenye mamlaka anakutuma kwa hawa ambao ana mamlaka nao. Mchawi yuko chini ya mamlaka. Sasa ni wakati wetu wa siku exercise hiyo mamlaka, ili wachawi watambue kwamba wako chini ya mamlaka ya kwetu. Wako chini ya udhibiti. Hawana nguvu dhidi yako, hawana nguvu dhidi ya kanisa, wao hawana mamlaka. Sisi tuna mamlaka juu. Kwa hiyo wanadamu wote, including wachawi, waganga, wote wenye mwili, mimi nimepewa mamlaka kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Wote wenye mwili, wanadamu wote. Yesu ana mamlaka juu ya watu ambao tumetumwa kwenda kufanya wanafunzi. So don't worry, because tunatumwa kwa watu ambao yeye mwenyewe mwenye neno lake ana mamlaka nao. Linapohubiri neno lake lina nguvu ya mamlaka dhidi yao. Neno lake vinywani mwetu lina mamlaka, likitoka lina mamlaka kuhusu wao. Lakini yeye ndio ana mamlaka na hao wote. Halafu anatuma neno lake liende kwao.
lenye mamlaka. Hatupeleki neno nyonge kwao, wako chini ya mamlaka ya Kristo. Amen. Na neno la Mungu linakwenda kwao likiwa na mamlaka kamili. Sema katika jina la Yesu, hii ndio saa na huu ndio wakati. Marko 16:14. Fika mwisho pale. Na kwenda faster by the way, because now nataka utambue kitu hapa cha msingi. Wito wako, kutumwa kwako, statement, strong statement, agizo au kauli yenye nguvu. Now baadaye, sema baadaye, sema tena baadaye. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Akafanya nini? Akawa, kwa sababu gani? Pale mwanzo waliona mashaka. Umepita kule, waliona hawakuamini. Sasa hapa anakuja cha kwanza tu kuta wanakula msosi, akawakemea. Kutokuamini hakuruhusiwi. Umeokoka? Ameni Yesu. Kutokuamini, kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu, akawakemea kweli kweli. Kwa nini ujinga wa kutokuamini? Kwa nini nilisema vipi hapo mwanzo? Hapa na Yesu anakuja hapa ana amani iwe kwenu. No, hapa ni kushughulika na roho fulani ya kutokuamini, roho ya shetani ya kutokuamini. Kanisa, usipoamini kile Mungu ametutuma, tumeshamuudhi tayari. Usitegemee amani iwe kwako saa hiyo. Makemeo na makaripio. Kwa nini haukuamini? Kwa nini haukuamini? Ungepelekewa habari hizi. Kwa nini hauamini? Bwana ametutuma ulimwenguni kote. Kwa nini uamini? Enendeni ulimwenguni kote. Kwa nini uendi? We are supposed to go now. Hallelujah. Number 15, 15 chap. Akawaambia sasa. Sijasikia vizuri hapo, Akawaambia tena, acheni ujinga wa kutokuamini. Chap. Nendeni. Akawakemea, wakaomba msamaha. Basi sasa ni hivi, hakuna kuchelewa mtu. Nendeni ulimwenguni mote. Anayetutuma na kutuagiza ni mwenye mamlaka ulimwenguni mote. Manake mamlaka yangu imefika ulimwenguni kote. Kwa hiyo tunatembea chini ya mamlaka yake. Hakuna kukugusa, hakuna kudhuru. Atakaye kudhuru mamlaka yake, halo. Nafanya kazi ya mwenye mamlaka. Mamlaka yake na dibaka. Mamlaka yake na kubaka. Hakuna mahali patakuwa pagumu. Kwa kuwa amri ipo, mamlaka ipo, tutaamuru na mambo yatakuwa. Hallelujah. Kwa hiyo tunafanya kazi chini ya mamlaka. Mbinguni unatambulika. Akawaambia wanafunzi wake, angalieni ninyi sasa hivi yoyote mtakayoyafunga yamefungwa mpaka mbinguni, mtakayoyafungua mpaka mbinguni. Kwa nini? Na ninyi mmeingia kwenye mamlaka. Amen. Amen. Kuna daraja ambalo kanisa umepewa, usione shaka. Nenda kafanye. Ona mashaka ya maisha yatakuwaje baadaye, ujinga ule pale. Kafanye kazi ya Mungu. Maisha hujafanya wewe. Lete nguvu zako, kazi ya Mungu ifanyike. Hakuna kuona shaka juu ya neno. Yeye aliyesema hayo yote mtazidishiwa, anajua hesabu za kuzidishia mwenyewe, anajua kanuni, anajua atafanya mahesabu yake ili wewe upate mazidisho hayo aliyonena. Au ni muongo? Mna mashaka ninyi? Au ni muongo? Mnaona mashaka? Wananiambia kilichoongea hiki kweli? Ngoja kwanza nifanye mambo yangu kwanza. Yes, ye muongo. Hallelujah.
nendeni, anajua. Hakuna kuona shaka. We are doing this under his authority, chini ya mamlaka yake yenye nguvu isiyopingwa. Kokote unakoenda duniani kote nimepewa mamlaka, so kuonekana kwenu ni kuonekana kwangu. Uko tayari kwenda? Uko tayari kwenda? Au una mashaka? Sasa Mungu, niende ulimwenguni. Tutakwenda ulimwenguni. Haleluya. Tutakwenda. Nasema mwambie wako tutakwenda tena haraka. Mwambie mtaenda, msichike. Mwambie unaenda. Kuna kusema wewe si unajua ni vimekaa tabomoa kibanda chako hicho, utaondoka hapo. Takivuruga kibanda chako. Hello? Ambia mimi siondoki bwana, nitaondoka kwenye mji wangu huu. Subutu yako. Tutababua hicho kibanda, utakufurumisha pale kwenye kiringe chako. Kama mwelewi, mnajua kabisa kichwa tokea kina Stefano kule. Pale Yerusalemu pale wanagawana msosi pale, waambia hapa tuondoke. Hapa ambia mnataka kuwa kama vile Babeli, mjenge mnara hapo, subirini. Paulo huyu hapa. Ndio nakupeleka Paulo sasa. Sio Paulo si vipi alipelekwa, ni mtumishi wa Bwana. Alichukua jina lake wapi? Tumekaa kimya. Ngoja kwanza pole pole. Wakati namwambia nani wale tumekwenda kumuombea? Nani tumekwenda kumuombea Paulo? Sauli. Nani? Nani tumekwenda kumuombea Sauli? Anania. Kaambia mimi naogopa bwana, naogopa kwa sababu mtu tunaona ametumwa kuja kuua hapa na barua kuja kutua sisi kutoa kwa Kaambia hapana, ni sasa hivi yuko mahali fulani, nimeshamnyosha pale, ametulia, yuko pale anazidi kupata joto ya viboko nilivyomtandika baada ya muda mchache tu, na anaomba sana. Na sasa wewe nenda, maana huyu ni mtumishi wangu, sawa, alichukue jina langu wapi? Umataifani. Kwa hiyo kumbe alipiga, lakini mtumishi wa Mungu ndani yake ana utumishi, si ndivyo? Akawakongota kweli kweli. Kwa nini anakuwa anakongota? Kwa sababu wanataka uende umataifani, hawaendi sasa. Kwa hiyo huyu aliyekuwa na mission ya kupeleka injili kwa mataifa, ilibidi atumike huyu kuwatibua hawa ili tuende umataifani. Yeye ana wito wa umataifani. Itakuwa mpya kwako. Wait. Yeye ana wito wa injili wapi? Na hawa waliambia waende ulimwenguni. Huyu mwenye wito wa kwenda huko umataifani lazima atumike kuwasukuma hawa, kuvunja kibanda, kuvunja makazi yao pale. Walitibuka, wakatibuka kweli kweli. Mchaka wote umataifani. Injili ni injili. Enendeni, tunatoka tunaenda. Tukigoma utapigwa na ukurutu. Kuna chastening, kuna viboko. Sasa lazima tuchukue hatua kwamba tunaenda kazini, tunaenda, hakuna mashaka, tunafanya kazi kwa mwenye nguvu, kwa mwenye mamlaka. Akaambia wanafunzi, nilipowatuma mkiwa hamna kitu, je, mlipokuwa na kitu? Ambia hapana. Ambia sasa, God, ninaweza kufanya mambo ya ajabu ambayo hamjayaona, lakini mpaka mtakapotoka ndipo mtaona hiyo miujiza, ndipo mtakapoona hizo nguvu na hiyo neema ambayo iko pamoja na ninyi. Sema katika jina la Yesu, sasa ni wakati wa kuondoka na kwenda. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. 16 anasema ni chap 16. Kwa kila kiumbe ulimwenguni kote. Na 16, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini. Jamani, hivi hakuna mzaha, ni mawili tu. Umeamini wokovu, hujaamini. Watu wanacheza na injili. Sio wakati huu. Amen. Umeamini uzima, hujaamini hukumu. Yaani
tit for tat. Umebelieve yes, umeamini ga, umeamini ba. Hii ni injili isiyo ya, hakuna mzaa tusionee mzaa, tusifanye mzaa injili. Tupeleke kitu iko kimamlaka. Injili iko kimamlaka. Unaamini uzima kwa mamlaka, unaamini hukumu ni mamlaka, iko kimamlaka. Unataka hutaki, tunavunja. Wabebe injili hiyo sasa hivi ninyi, kanisa la Bwana. Wewe next verse, angalia pale chapu. Sasa ninyi hapo, na ishara hizi zitafuatana hao wanaoamini. Sasa kwa jina langu utatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Next verse. Kuna dimensions, hizi ni viwango. Sasa leo tumekuwa tu kimya, wapole, hakuna nini, kimya, no anything. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Kuna protection ya kimungu. Leo hata ujana chochote kile, mbu akikudunga mbu kidogo, basi wewe ni wakufa kabisa. Mbu mmoja tu. Sasa hii matatizo. Mbu mmoja tu anakutosha kukuondoa duniani. Mbu mmoja, mdudu mmoja tu anakuondoa duniani, kwenye dunia. Wewe kweli umelaniwa kabisa. Nakwambia kuna mambo matatizo. Sasa niwaambieje? Anayeamini uzima, asiamini unachukua tu. Yaani hii tusibaya pasa ongea pole vipi? Hakuna pole hapa. Mbu mmoja anakutoa. Kwa nini? Vitu kama hivi kwa nini? Sio sawa. Watashika nyoka, kuna mazingira ya, kuna majoka, kuna masumu. Majoka wakanene vitu vya kichawi vimekaa kama nyoka. Mama alikuwa anawasimulia siku moja hapa. Sawa? Nafikiri alishuhudiaga mama wakati nafanya kazi, wakiwa anafanya kazi ya Mungu kwenye moja ya huduma yetu mahali fulani, sio? Anamwombea mtu hivi, akapigwa mwiba wa nyoka. Ule ni wa nyoka. It was, ulisema nyoka? Ulisema nini? Kabla kwa chini pepo nyoka. Ukaona mkono kama ukafa ganzi na rangi nyeusi. Kuna majoka watashika nyoka. Wewe ulishika nyoka sasa kwa selio hiyo hapo. Wewe kwa selio kuna majoka, mtu ameweka joka kichwani hapa, joka limevinga, anatembea na joka kichwani. Kuna vituko huku kwenye ulimwengu wa roho. Sema unaombea hivi, nani unaweka mkono wake? Huyu ni wa kwangu. Umeshika joka hilo. Wewe unaona umeshika kichwa cha mtu, unaombea mtu, umeshika joka la kutosha. Mtu mmoja akaniambia hapa, pastor, nalala naota nimelalia godoro ni joka kubwa. Maana naota nimegeuka. Hii kichwa imegeuka nyuma, uso huko nyuma, yani huyu mtu wa ajabu. Yani uso anatembea, sasa sio anatembea hivi ama hivi, I don't know. Maana macho yako huku. Yani huu mwili huku si ndio mbele, huku ndio nyuma kwenye makalio. Kwa hiyo kichwa kimekuwa kwenye makalio. Huyu mtu akilala sema ninalalia joka. Ndio amekuja ofisini, anataka kufungua deliverance na majoka matupu. Huyu mtu anazingirwa na majoka matupu. Kwa hiyo ukimgusa umegusa majoka. Mponye wachovu vile, haleluya. Huko kuna kazini. Amen. Kuna matatizo, watu wameshikwa baya. That's why nendeni. Iko mamlaka, iko nguvu. Watashika nyoka. Mambo kama hayo ni sumu. Ghafla ganzi na mkono kuwa mweusi. Sayombe ganzi mkono mzima. Sasa hapo fikiri sasa hapo, hiyo ni sumu. Ni sumu tayari. Nini kimekwenda kutokea? Huna nguvu, zigzaga hivi, tunagongwa na majoka ya kutosha, lakini tuko salama. Kwa nini? Yesu amesema tayari hapa, hatuna mashaka. Mpe Bwana heshima vizuri. Mpe Bwana heshima sawa. Kwa hiyo watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Kuna mitego mingi tungetegewa kwenye kazi, lakini mtu wa Mungu tuko salama sana. Tuko salama sana. Wale wanaoamini wako salama sana. Wale wasiona mashaka, usione shaka akawakemea kwa kutokuamini, kwa sababu waliona mashaka juu ya huyu. Kwa nini hamkuamini? Baada ya hapo
tusamee, tunaamini sasa mbia kazini. Na hizi sasa zitafanana na ninyi. Haya mtaona yakitokea. Tumeambatanishwa na ishara, haleluya, za nguvu za Mungu katika maisha kwetu. Hata kama kuna feki kule duniani, sikiliza, ya kwetu itajitenga na feki. Itaonekana hii ni OG kabisa, haina kona. Jamani, katikati ya feki, original itanionyesha hii ni OG. Kwa kuwa ina nguvu za Mungu, na Mungu atapoint hii hapa ndo yenyewe. Mungu mwenyewe atatetea kazi yake, atatetea miujiza ya kwake. Haleluya. Haya, wataweka mikono juu, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Nguvu, God's power in action. Nilikuambia juu, sio? Nguvu ya Mungu katika vitendo. Now you go and exercise God's power. Mnapobaba nendeni, manake nendeni mkatendeshe nguvu ya Mungu huku duniani. Nendeni mkasababishe nguvu ya Mungu ifanye kazi duniani. Mkikaa kimya, meaning nothing to happen, nothing to be done. Lakini kama mtatoka, mtafanya, mtaenda, mnakwenda ku exercise. Kwa sababu kivyo vyote tunakwenda tulikuwa tumekuwa loaded by God's power. Tulikuwa tumejaa nguvu za Mungu tu. Ndicho tunachokwenda nacho, ni nguvu. Hatuendi wepesi, tunakwenda tukiwa tumejaa nguvu. Tuko very very loaded by God's power. That's all. Kwa mtaweka mikono, mtafanya mimi, yatatokea ishara, yatatokea na mingi because of God's power. Sio sisi kwamba no, God's power. Sema kwa jina la Yesu, saa imefika. Now, next verse. Now. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa. Yani nimeshamaliza, nimeshawaagiza nendeni. Nimeshamaliza. Manake ukiona ameondoka, manake wewe usije kufanya mzaha tena. Nimeshakuagiza, nimeshamaliza. Sisemi mara mbili. Hello? Nimeshakuagiza na ninakwenda zangu. Nimeshakuacha maagizo. Kinachoangaliwa sasa ni agizo ulilopewa. Je, unafanya ama ufanyi, ili upate adhabu yako vizuri. Useme huku hali ya hewa kidogo ni ngumu Bwana Yesu. Hiyo kitu tulia kimya. Injili yangu haizuiliwi na hali ya hewa. Injili yangu ina nguvu. Injili yangu ina control hali ya hewa. Nguvu zangu zinadhibiti hali ya hewa. Waliotambua mambo ya nguvu za Mungu ni wale kwa wana uwezo wa kukomandi hata uumbaji. Ambia jua simama au kazi ishe. Jua linatii. Why? God's power. Hallelujah. Walijua kwamba huyu tunayemtumikia ni nani. Jua simama, nafanya kazi ya nani. Nguvu zangu zina control mazingira ya hali ya hewa. Utaniambia nini? Tazuia kimbunga usije. Tuna kazi ya Mungu hapa. Kimbunga kitulie huko. Kwa sababu watu wa Mungu wana power. Nguvu walio nayo ina control nguvu zote za uumbaji. Sawa, ziko under his control. Au uumbaji uko chini ya nani? Kama bahari ina nguvu, iko chini ya mamlaka ya nani? Bahari ina nguvu, good. Iko chini ya mamlaka ya nani? Anga, mamlaka ya nani? Inchi, mamlaka ya nani? Iko chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo nguvu yake inaweza kucommand uumbaji wake. Ni ninyi tu. Akachukuliwa mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, kwenye mamlaka yake kama kawaida. Yes, nao nimeona mamlaka niliyokuwa nayo. Next verse. Sura ya mwisho. Basi nao wale wakatoka wakafanya nini? Sio wameambiwa nendeni. Nani nimeondoka. Wale wao mkae hapo. Wakatoka waka evangelize. And then kote hawakuacha mahali kote. Halafu Bwana akitenda kazi. God's power in action. God's power in. Somo lako lililopita. God's power in. Nguvu za Mungu nao katika vitendo.
walipotoka, maana yake wametoka ku exercise God's power, neno la Mungu na nguvu. Wanapohubiri, nguvu iliyo katika neno lake ndio inatoka, ndio inaanza kufanya kazi. Tuna nguvu ya ajabu sana, lakini tumekaa kimya. Yaani tunashangaliwa sana na dunia na uumbaji wote. Hawa watu wana kibali cha kutumia nguvu za Mungu, lakini hawana. Pole sana. Mashetani kule wanapewa kibali cha kutumia nguvu za ibilisi, wanakesha usiku na mchana ukuroga, kwa sababu wamepewa kibali cha kutumia nguvu za kichawi. Lakini wale pewa kutumia nguvu za Mungu aliye hai wamelala. Amka sasa kwa jina la Yesu. Exercise God's power. Lazima tushinde bidii ya wachawi, tushinde bidii ya mapepo. Sisi nguvu yetu kwanza inatubidisha sana, afu hatuchoki. Na kuambia sisi hatuchoki. Nguvu hii haikuachi ukachoka. Ni ajabu ukisikia mtu, nimechoka, nimezidi. Ndio maana naambia ukizimia siku ya taabu, maana yake usimechoka. Nguvu zako ni chache. Zikiwa nyingi, hachoki mtu, hazimii mtu, na Bwana atawaongezea nguvu wale wanaomgoja. Anawaongezea nguvu ili wasichoke. Hizi ni nguvu za kutokuchoka. Ukiona watu wamechoka ibada, mapumbavu sana hao. Wamechoka maombi, wajinga sana hao. Wamechoka neno la Mungu, hao washaliwa. Umechoka? Tudu wote. Hakuna kuchoka huku. Nimechoka kuhubiri. Umechoka kuhubiri? Are you okay inside? Hapa juu pako vizuri? Umechoka kufanya nini? Hakuna kuchoka mtu. Hakuna kuchoka mtu. Usiku na mchana in action. Nguvu za Mungu hazilali. Zafanya kazi usiku, zafanya kazi mchana, masaa yote. Ni wewe tu kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Haleluya. Iwe usiku ama mchana, nguvu za Mungu hazilali. Popote utakapozitia nguvu za Mungu, iwe ni usiku wa manane, hizi hapa zinataka watu wako wapi hawa wa namna hiyo? Zinataka minara iko wapi? Inawaka, iko inafanya kazi. Iko minara duniani. Ni wewe leo. Ni wewe leo. Kajitafakari vizuri. Ni wewe leo. Nasema ni wewe leo. Nasema ni wewe leo. Kanisa liinue kwa nguvu kubwa ya Mungu Mwenyezi. Lifanye nguvu ya Mungu katika vitendo. God's power in action. Wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Ni nguvu pamoja na wewe zinaanza kufanya kazi. Ni Bwana anafanya kazi kwa nguvu. Namna gani? Na kuthibitisha na kulithibitisha lile neno kwa ishara na maajabu zilizofuatana na hilo neno. Mpe Bwana heshima. Kwa hiyo nguvu za Mungu na ishara na maajabu zinafuatana na nini? Na nini? Na neno kinywani mwako. Nani amepewa neno? Mimi. Kwa hiyo kama nimepewa neno mimi, maana yake nguvu za Mungu zinalifuata neno la Mungu, zinafuatana na neno la Mungu. Kama nimepewa neno la Mungu mimi, maana yake nguvu za Mungu zinafuata neno la Mungu ndani yangu. Kwa hiyo na mimi nakuwa na nguvu za Mungu kwa sababu neno la Mungu liko ndani yangu, na nimepewa, liko kinywani mwangu, limewekwa kinywani mwangu. Kwa sababu hiyo nguvu za Mungu, ishara za Mungu, maajabu ya Mungu yaliyo katika neno lake yanafuatana na hilo neno, na liko ndani yako, linatoka kinywani mwako. Maana yake linakaa kwako na nguvu zake Mungu Mwenyezi. Wewe ni kiumbe mwenye nguvu za ajabu sana. Haleluya, haleluya. Ukikaa kimya, nini kitafuatana na wewe? Ukilikataa neno, umekataa nguvu za Mungu. Ukihubiri neno, umehubiri nguvu za Mungu. Ndio maana sionei haya Injili, kwa kuwa Injili ni nini? Ni uweza wa Mungu, ni nguvu za, kwa sababu katika Injili neno la Mungu linatembea kwenye nguvu za Mungu kwenye neno. Kwa Injili imebeba nguvu za Mungu. Inapohubiriwa ni nguvu za Mungu. Nendeni, nendeni. Nasema nendeni. Twendeni katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako sasa kwa mamlaka jina la Yesu. Anza kumwambia Bwana, niko tayari, niko tayari, niko tayari. Akili zangu na mawazo yangu ni kwako wewe Mwenyezi.
akili zangu zimeponywa, akili zangu zimekombolewa. Anza tangu mbali. Akili zangu zimekombolewa, akili zangu zimefunguliwa, akili zangu zimewekwa uhuru, akili zangu ziko sawa sawa, akili zangu zimewekwa vizuri, na sasa ninastahiki mbele zako Bwana, kwa kuwa Mungu umenistahikisha wewe, katika jina la Yesu. Paza sauti yako kwa bidii nyingi namna hiyo, kila mahali popote ulipo unayefuatia mafundisho haya katika ibada hii leo. Wewe ni sehemu katika ibada hii. Omba na neema ya Mungu nafika hapo kwako. Hutakuwa wa kawaida, utakuwa tofauti kuanzia leo. Kwa neno hili ambalo nalipokea litakufanya kuwa tofauti, kwa sababu lina nguvu za Mungu ndani yake za kufanya tofauti. Kwa kile nalipokea neno hili, linakuja na nguvu za Mungu katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Omba, paza sauti yako pamoja nasi mahali hapa, kwa jina la Yesu. Paza sauti yako. In the name of Jesus. Kuna neema kubwa unapopaza sauti yako. Paza sauti yako. In the name of Jesus. Yes. Akili zangu, mawazo yangu yanakaa vizuri kwako. Kabisa, kabisa, kabisa. Yanapata kibali. Akili hizi zinakamata mambo yenye kibali. Kuna uzima katika akili zangu, kuna uhai katika akili zangu, kuna neema katika akili zangu, kwa kuwa Mungu nataka kutumia akili hizi kwa kufanya neno lako litafakariwe, lichakatwe. Akili zangu ni kituo cha kuchakata nguvu zako ndani yake, ni cha kuchakata neno lako, cha kuchakata mamlaka yako, cha kuchakata uhai na uzima wako. Hivyo utafanya akili zangu kuwa na uhai, utafanya akili zangu kuwa na uzima, akili zangu zitakuwa na neema ya kutosha, kwa kuwa zinachakata nguvu za Mungu. Tafakari yake usiku na mchana ndani ya akili hizi ni mchakato wa nguvu za Mungu ndani yangu. Na kwa jinsi hiyo sasa, Bwana, unapanda ukweli wako, unapanda mawazo yako, unapanda neno lako kwangu, unapanda maagizo yako. Hapa iko kauli yenye nguvu, iko kauli imara, iko kauli yenye uweza, ya kwamba umepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. So naweza kwenda chini ya mamlaka yako. Hakuna chochote chenye mamlaka inayozidi mamlaka yako, iwe mbinguni ama duniani. Kokote shetani ameweka makao yake, hana mamlaka dhidi ya kanisa, hana mamlaka dhidi ya kanisa, kwa jina la Yesu Kristo. Ndio kanisa amepewa amri, amepewa mamlaka, amepewa mandate. Lakini Bwana, umenena ya kwamba wewe unayo mamlaka juu ya wote wenye mwili. Umepewa mamlaka, umepewa amri juu ya wote wenye mwili, ambao hao unaituma kaza kuwaendea, wako chini ya mamlaka yako. Unaweza kuwasikizisha neno lako yenye mamlaka, unaweza kuvunja kila aina ya mamlaka iliyowakamata, kwa sababu wote wako chini ya mamlaka yako. Wako chini wanadamu wote duniani kote, wakubwa kwa wadogo, mataifa yote. Una amri juu yao, una mamlaka juu yao, na ndio maana unatuma kwenda ulimwenguni kote, kwenda ulimwenguni kote. Kila tutakapofika, iko mamlaka yako, iko amri yako, iko utawala wako. Kila tutakapopeleka ulimwengu huu, kuna anwani ya utawala wako. Umeweka uwakili wa utawala wako, umeweka uwakili wa ufalme wako. Hivyo basi, mamlaka yako iko duniani kote. Kila mwenye mwili, kila mwanadamu ako chini ya mamlaka ya kwako. Unaweza kutenda lolote utakalo katikati ya maisha ya wanadamu wote duniani. Neno lako na mamlaka, na wewe inakwenda kugeuza mioyo yao kwa ile mamlaka, inakwenda kugeuza kazi ile mbovu kwa ile mamlaka na ile amri inayotembea katika neno. Mungu Mwenyezi, kanisa lako, watu wako wote duniani kote, Mungu mkuu, hii ndio neema uliotupa. Kusione mashaka, kusiweko mwenye shaka, kusiweko mwenye shaka, kusiweko mwenye kuona mashaka, kusiweko na mwenye kutokuamini, kusiweko na mwenye kutokuamini. Katika jina la Yesu, tukasimame imara, tukasimame katika imara sawa sawa na kauli yako iliyo imara, tukasimame katika nguvu sambamba na kauli yako ya nguvu. Mbinguni na duniani, mamlaka umeiweka, mamlaka unayo. Hakuna pepo, hakuna
hakuna jini, hakuna mtawala, hakuna mfalme aliye juu yako. Wote wako chini ya mamlaka na amri ya kwako, wako chini ya udhibiti wako. Oh Lord Jesus, tunakushukuru kwa hii neema, nasi utupeleka twende tukaifanya kazi yako. Tuko tayari kutoka na kufanya kazi hii kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Neema yako iliyokuu Bwana iwe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninakushukuru. Tuseme wote amen. Sema tena amen. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari kutumiwa na nguvu za Mungu? Hizi nguvu za Mungu zipo. Leo ungetaka kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi? Ndio, zipo. Kama uko tayari, Bwana atalitumia kanisa lake, atakutumia. Tunakwenda ku exercise God's power. Mungu atafanya mambo ya ajabu, very very marvelous wonder things, mambo yasiyo ya kawaida katika hii dunia, kwa sababu wako watu wamebeba na wako tayari kufanya kazi ya nguvu huku duniani. Amen. Bwana akubariki sana. Neema ya Mungu juu yako. Bwana akutunze na Bwana akuinue. Bwana atunze utayari wako na ukatendee kazi utayari wako katika jina la Yesu. Kote kote duniani Bwana akupe upendeleo na kibali maalum, kwa kuwa moyo wako umeuelekeza katika kumwamini na kutenda jukumu lake. Mungu akubariki na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom.